Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club na kile ambacho wamekipeleka katika, hapa nazungumzia FIFA, juu ya kile ambacho kimeweza kutokea katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo kwa matukio ambayo yameweza kutokea katika mchezo huo ndio yamefanya barua ya Simba Sport Club kwenda kwa FIFA juu ya yale yaliyoweza kujili katika mchezo huo. Sasa ni kuhusiana na matukio ya mwamuzi Beida Daane juu ya upendeleo wa wazi kwa klabu ya RC Berkane, huku klabu ya Simba ikiweza kuomba katika barua yake yale ambayo imeweza kuyaandika. Ni yapi hayo? Utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa kamili mimi nimekusogezea kutoka wekundu wa Msimbazi Simba juu ya barua yao kuelekea kule FIFA kwa kupinga kile kilichoweza kutokea. Ni yapi hayo? Utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, asipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Star Media, karibu tuweze kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Simba Sport Club, kilichotokea katika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mambo yalianza pale tu ambapo shirikisho la soka barani Afrika kafu kuweza kugomea kuupeleka mchezo wa klabu ya Simba katika dimba la Benjamin Mkapa, huku wakidai ya kwamba uwanja haujakizi vigezo. Wakapeleka watafiti kwenda kuangalia, lakini bado msimamo wa kafu ukawa huko pale pale, wakisema ya kwamba fainali ikachezwe katika uwanja wa Amani Zanzibar, kwa kile ambacho kilichoweza kutokea. Inaelezwa kwamba klabu ya soka ya Simba Sport Club ilijitahidi kuhakikisha kwamba wanacheza katika dimba la Mkapa, lakini bado msimamo wa Simba, msimamo wa kafu kwa Simba ukaonekana zaili shaili ya kwamba gemu inapigwa pale Amani. Lengo kuu ilikuwa kufanya vile kwa mujibu wa klabu ya Simba wenyewe, walisema ya kwamba ni kuweza kunyima ile fursa kwa klabu ya Simba na mashabiki zake kwenda kufanya ubaya ubwela. Mashabiki zao zaidi ya watu 60,000 wangejaa pale katika dimba la Mkapa, basi bila shaka mchezo huenda ungemalizika katika dakika 45 za kipindi cha kwanza, kwani wanaona wazaili shaili ya kwamba wameweza kunyimwa fursa hiyo. Hivyo basi wanaulaumu uongozi wa kafu kwa vitendo vile. Lakini sambamba na hayo ni kwenye mchezo wenyewe husika ambao umemalizika dakika 90 kwa sare ya bao 1-1, lakini kwa aggregate ya 3-1 ambayo imepatikana katika dimba la Amani, klabu ya Simba ikipoteza ubingwa mbele ya Watanzania zaidi ya 15,000 ambao walikuwa wakishuhudia mchezo ule katika dimba la Amani, lakini zaidi ya watu milioni 60 wakiwa wanafuatilia katika luninga. Simba Sport Club akapoteza mchezo ule. Sasa kwenye kupoteza mchezo huo kuna mambo ambayo wengine wanadhani ya kwamba pengine haikustahili kuwa vile ambavyo ilivyokuwa. Ni pamoja na maamuzi ya mwamuzi Beida Daane ambayo anatoka kule Mauritania, ambaye anaonekana kuwa kikwazo kwa timu kutoka ukanda huu wa Afrika Mashariki. Nazungumzia Simba pamoja na Young Africans ambao walikutana naye huyu mwamuzi jana. Kile ambacho alichokifanya mwamuzi Beida Daane ni kuonesha zaidi ya wazi kwamba upendeleo kwa timu ya Berkane katika matukio ambayo yalikuwa ni matukio ya 50 kwa 50, lakini alipendelea zaidi kuwapatia Berkane, ambapo ikaonekana ni namna ambavyo kile kilichoweza kutokea ni kubebwa kwa hali ya juu zaidi. Sasa inaelezwa kwamba hujuma ambayo wamefanyiwa klabu ya Simba Sport Club kwa kile kilichoweza kuonyeshwa kuhusiana na yale ambayo yaliyoweza
Sasa kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, inaelezwa kwamba shirikisho la mpira Afrika ambalo ni kafu, kutokana na kile ambacho kinaelezwa kwamba ameandika Yeliko Nyelele, huyu ni mwanasheria, anasema ya kwamba shirikisho la soka la mpira Afrika kafu limeihujumu klabu ya Simba ya Tanzania tangu baada ya mechi ya Morocco. Kitendo cha kafu kupanga uwanja wa mechi bila kuishirikisha klabu ya Simba, pia kitendo cha kumpanga refa huyu wa Mauritania ambaye anatoka taifa jirani na Morocco na anaongea lugha moja na Morocco, ilikuwa ni hujuma nyingine ambayo imeonekana wazi katika uchezeshaji wa mechi ya Simba. Kwa kukumbukumbu nzuri, UEFA ndio aliwahi kuihujumu Yanga dhidi ya Masandawana. Unaona bana, kwa kile ambacho kilichoweza kuonekana kwamba pengine kuna viashiria vya hapa, nazungumzia upendeleo kwa kile ambacho kilichoweza kuonekana katika yale ambayo yaliyokuwa yakiweza kuzungumzwa, kwa namna ambavyo klabu ya Simba ilikuwa ikiweza kupambana kuhakikisha kwamba taji linabaki Tanzania, lakini kwa namna ambavyo yaliyoweza kutokea katika kile ambacho kilichoweza kutokea, inaelezwa kwamba klabu ya Simba wanaangalia namna ya kuweza kudai haki yao kwa kile ambacho kilichoweza kujiri katika mchezo huo, huku unaambiwa mambo yalikuwa ni mazito kwa Kamara pamoja na Fabrice Ngoma, ambapo katika tukio ambalo katika hali ya kushangaza isiyo ya kawaida, wachezaji wawili wa Simba, kipa Musa Kamara na kiungo mkabaji Fabrice Ngoma, walinaswa wakiwa katika mzozo mkali uliokaribia kugeuka ugomvi wa wazi, wakitaka kuzichapa mbele ya mashabiki kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Tukio hilo lilijiri muda mfupi kabla ya timu hazijaenda mapumziko, wakati Simba ikiwa inaongozwa kwa bao 1-0 dhidi ya RC Berkane katika mechi ya marudiano ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Chanzo cha ugomvi huo kilianza baada ya Simba kuruhusu kona ya mwisho kuelekea mwisho wa kipindi cha kwanza, ambayo ilitokana na Kamara kushindwa kumudu mpira wa juu na kuufanya utoke nje. Ngoma, ambaye alionekana kuchukizwa na tukio hilo, alimsogelea Kamara kwa hasira, akimtuhumu kutokuwa makini. Ndipo walikutana uso kwa uso, wakaanza kurushiana maneno makali. Kamara naye akubaki nyuma akijibu kwa hisia kali, hali iliyowafanya wachezaji hao kuanza kushikana mashati, kitendo kilichosababisha tafrani ndogo katika uwanja. Wachezaji wengine wa Simba wakiongozwa na nahodha Mohamed Hussein Shabalala waliingilia kati kwa haraka kuwatuliza wawili hao kabla ya mambo kuwa mabaya zaidi. Tukio hilo lilidumu kwa takriban sekunde 40. Hali hiyo ilionyesha presha kubwa walionao wachezaji wa Simba katika kuwania taji hilo la kimataifa, ambalo ni ndoto ya muda mrefu kwa mashabiki na uongozi wa klabu hiyo ya Msimbazi. Tukio hilo limezua gumzo miongoni mwa mashabiki waliokuwa wamefurika uwanjani wa Amani, wengi wakionyesha mshangao na wengine wakisema ni dalili ya hasira ya ushindi, huku wakitaka benchi la ufundi kuhakikisha hali kama hiyo haijirudi katika kipindi cha pili. Ikumbukwe kuwa Simba walikuwa wanahitaji ushindi wa angalau bao 1 zaidi kusawazisha matokeo ya mechi ya kwanza walioifungwa bao 2-0 Morocco. Hadi timu inakwenda mapumziko, Simba ilikuwa mbele kwa bao 1-0 lililofungwa na Joshua Mutale baada ya kazi nzuri ya Elie Mpanzu. Hali ya mchezo ilikuwa ya ushindani mkubwa, huku RC Berkane walionekana kuja na mpango wa kuchelewesha mchezo na kupunguza kasi ya klabu ya Simba.